Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Novemba 11 siku ya Jumanne asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa zopa kipaumbele. Linaanza na habari inayosema Heche na vigogo Chadema waachiwa huru. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi, nasema Heche na vigogo Chadema waachiwa huru. Jeshi la polisi limewachiwa kwa dhamana viongozi waandamizi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ikiwemo John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama hicho bara. Lakini bunge la 13 kuanza kesho, Samia ateua wabunge 6. Lakini kuna habari inayosema maaskofu walilia amani. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi, huku chama cha ACT Wazalendo kuifikisha INEC kortini kudai viti maalum wenyewe ya wajibu. Lakini bado kuna habari inayosema Waitara aonya udanganyifu utekelezaji wa miradi ya TANAPA. Waitara aonya udanganyifu utekelezaji wa miradi TANAPA. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo, lenye linaanza na habari kubwa inayosema makada watano wa upinzani kuchuana na Zungu uspika leo. Makada watano upinzani kuchuana na Zungu uspika leo. Lakini ACT Wazalendo kudai ushindi mahakamani. ACT Wazalendo kudai ushindi mahakamani. Bado kuna habari kubwa inayosema uponyaji wa taifa. Lakini Dr. Mwinyi arejea kivingine Ikulu akiahidi ajira zaidi ya 350,000. Lakini usalama wa komisha kesi ya uhaini ya Lissu. Samia awarejesha bungeni Gwajima, Bashiru na Mwinyi. Samia awarejesha bungeni Gwajima, Bashiru na Mwinyi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana gazeti la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanahabari. Gazeti la Mwanahabari linaandika Dr. Samia ateua wabunge 6. Huyo ni Dr. Samia ateua wabunge 6. Yumo Dr. Gwajima, Balozi Kombo, Balozi Hamisi, Dr. Bashiru Ali. Lakini wengine Dr. Nyansaho Abdullah. Mwinyi abakisha nafasi 6 bungeni kuanza leo kwa uchaguzi wa spika na naibu wake. Lakini Tanzania yaihakikishia dunia hali ya utalii iko salama, na viongozi Chadema waachiwa kwa dhamana. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwanahabari, tuangazie kwenye gazeti lako la Majira lenye lina habari kubwa inayosema kunyonya vidole utotoni, tabia yenye ukweli na changamoto za kiafya. Lakini majaji waamuru kesi ya Lissu kuendelea kesho. Majaji waamuru kesi ya Lissu kuendelea kesho. Lakini Tanzania yaihakikishia dunia usalama wa vivutio vya utalii. Lakini Samia ateua wabunge Dr. Bashiru naye ndani. Samia ateua wabunge Dr. Bashiru naye ndani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari inayosema bodi ya wakurugenzi TIL yakabidhiwa mikoba rasmi. Bodi ya wakurugenzi TIL yakabidhiwa mikoba rasmi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Majira kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Majira, tuangazie kwenye gazeti lako la Machinga lenye na habari inayosema TRA yakabidhi milioni 30 kwa vikundi vya wajasiriamali Ilala. TRA yakabidhi milioni 30 kwa vikundi vya wajasiriamali Ilala. Lakini Dr. Mwinyi azindua baraza la 11 la wawakilishi, atoa mwelekeo wa serikali yake. Dr. Mwinyi azindua baraza la 11 la wawakilishi, atoa mwelekeo wa serikali yake. Lakini presha baraza la mawaziri. Presha baraza la mawaziri huko Rais Samia afanya uteuzi wa bunge 6. Lakini presha baraza la mawaziri. Lakini wizara ya nishati yapongeza utoaji wa elimu nyanda za juu. Wizara ya nishati yapongezwa
utoaji elimu nyanda za juu. Wapimaji na yule habari inasema wapimana ubavu na Zungu kuwania uspika wa bunge. Ni wagombea waliopitishwa na bunge kutoka vyama vya NRA, NLD na DP. Lakini pia yupo Saidi Ndonge wa AAFP na wagombea wa ADC. Hiyo ni kupimana ubavu na Zungu kuwania uspika wa bunge. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana na gazeti lako la Wamachinga, tuangazie gazeti lako la Zanzibar Leo lenye habari kubwa inayosema huduma za maktaba Zanzibar kuimarishwa. Lakini Dr. Samia ateua wabunge 6, ahidi kuheshimu maridhiano. Lakini Tanzania ihakikishia dunia usalama uthabiti wa utalii. Lakini kukamilika kwa sera kutaleta ufanisi kwenye mashirika. Huyo ni msajili asema kukamilika kwa sera kutaleta ufanisi kwenye mashirika. Lakini Hemedi ahimiza watendaji kuongeza ushirikiano. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini habari kubwa ni Rais Mwinyi azindua baraza la wawakilishi. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, linasema Rais Mwinyi azindua baraza la wawakilishi, ahidi kuheshimu maridhiano. Lakini gazeti lako la Uhuru lina habari inayosema mambo matatu kulitikisa bunge. Mambo matatu kulitikisa bunge. Abasi aeleza dunia amani utulivu vya tawala nchini. Lakini Bashiru Gwajima wateuliwa ubunge. Rais Mwinyi anika vipaumbele 15. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Jamhuri lenye na habari inayosema nani alaumiwe, ongezeko la watoto wa mitaani. Lakini wiki muhimu, mwelekeo mpya, maridhiano. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Jamhuri. Lakini Rais Samia aweka rekodi Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Jamhuri kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la Majira linaandika Karia aing'ata sikio timu ya taifa ya wanawake futsal. Lakini matokeo JKT Queens yamfikirisha kocha. Matokeo ya JKT Queen yamfikirisha kocha. Hilo ni gazeti lako la Majira. Huku gazeti lako la Mwanahabari kwenye michezo linaandika kocha Mgunda tuliwabana Azam. Gamondi aingia kambini na Taifa Stars. Simba Kamara ataka nje sana. Aone Simba atoa taarifa ya Kamara ataka nje sana. Huku Gamondi aingia kambini na Taifa Stars. Dube aitwa Stars ya Zimbabwe. Lakini JKT Queen yaanza na sare ligi ya mabingwa barani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kurasa wa michezo. Huku gazeti lako la Wamachinga linaandika Minziro ataja sababu za Bigman kufanya vibaya. Lakini meneja Simba atetea sabu zake na Mzize kukaa nje miezi miwili. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa michezo. Lakini Morocco aendelea kuula TFF. Huyo ni Hemedi, Morocco aendelea kuula TFF ndani ya habari gazeti lako la Wamachinga. Lakini kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye michezo linaandika Yanga tumekwepa hujuma kwa Mkapa. Lakini JKT Queens yaanza kwa sare Misri. Na nyota Taifa Stars watinga kambini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo. Lakini kimataifa, Ronaldo adai yeye ndiye maarufu zaidi duniani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za michezo. Na tukiangalia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, kuna habari inayosema Morris Abraham amuibua kocha Simba aomba ulinzi. Lakini Conte arahisishwa mambo Yanga sasa ashindwe mwenyewe. Conte arahisishwa mambo Yanga sasa ashindwe mwenyewe. Ni bado kuna habari inayosema Soa afichua jambo Simba au taja ubingwa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini kisa ukame wa mabao Dube apata mtetezi Yanga. Kisa ukame wa mabao Dube apata mtetezi Yanga. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi